Bwana Yesu asifiwe wapendwa, na mshukuru Mungu kwa sababu ya wema wake. Ni jioni njema ambayo Mungu ametupa ili kwamba tukaweze kulisikia neno la Mwenyezi Mungu. Basi nitasoma kwenye kitabu kile cha Genesis chapter 49 verse 25. Inasema ya kwamba Mungu wa baba zako atakusaidia. Wapendwa, katika maisha yetu tumekuwa tukisumbuka na kutatizika kwa sababu hatuelewi ni Mungu gani ambaye anafaa kutusaidia. Na katika maandiko yanasema kwamba Mungu wa baba yako atakusaidia. Yeye ndiye ataweza kusimama katika maishani mwako. Maisha yako umepita katika hali ngumu, unapita katika mateso katika maishani mwako, maana huwezi kumfahamu Mungu wa baba yako ni nani. Mungu wa baba yako ni yupi anayeweza kukusaidia, anayeweza kutenda mema katika ndani ya maishani mwako. Kwa hivyo wapendwa, angalia ni nini ambacho unapitia katika maisha yako. Basi simama na Mungu huyu wa Ibrahim na Isaka na Yakobo, kwa sababu maandiko yanasema kwamba Mungu wa baba yako ndiye atakayekusaidia. Hebu jiulize maswali katika maishani mwetu. Baba yako alikuwa anaabudu nini? Ni nini ambacho alikuwa anasimama nacho katika ndani ya maisha yako? Ni nini ambacho Mungu amesimama katika maishani mwako? Unapitia mateso. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 12:22 nasema kwamba mlango wa 12 mstari ule wa kitabu cha Samueli wa kwanza mlango ule wa 12 mstari wa 22 nasema hivi kwamba visivyoweza kusaidia wala kukuokoa, kwa kuwa havifai kitu. Ndio maana watu wanasimama wakiangalia kuna vitu ambavyo wamevitegemea, lakini katika maishani mwake ndani yao haviwezi kuwasaidia, lakini bado wanang'ang'ana. Wanaishi waking'ang'ana katika maisha yao, ni kung'ang'ana. Unakuta maisha yao ni shida, wakitoka shida anaingia shida, akitoka kwa shida anaingia kwa shida. Wapendwa, wache nikuambie kwamba Mungu wa mbinguni ndiye anaweza kukusaidia. Hakuna kitu kingine ambacho kinaweza kusaidia. Hata nani asimame katika ndani ya maishani mwako. Daudi alikuwa akikimbia huku na huku, akiangalia katika maishani mwake anashindwa atafanya nini, ni jambo gani anaweza kulifanya. Wapendwa, angalia ni nini ambacho maishani mwako umekitegemea. Mtegemee Mungu katika maishani mwako na utaokolewa na maisha yako. Acha kutegemea vitu ambavyo haviwezi kukusaidia. Watu wanakimbia huku na huku wakiangalia